Tunakuletea taarifa hii kutokea jijini Dar es Salaam kuhusiana na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kukiri kuwakamata baadhi ya waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima kwa tuhuma za kukaidi agizo la serikali la kulifuta kanisa hilo ama kuachana na huduma za kiroho na wao kuendelea kufanya ibada kinyume cha sheria. Sasa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mriro, imesema watu hao wamechukuliwa na polisi ili kutoa maelezo ikiwa walikuwa hawajafahamu maelekezo ya serikali au walikaidi makusudi agizo hilo kwa lengo la kuzuia afujo. Sasa kamanda Mriro ananukuu akisema, wakati tukielekeza nini cha kufanya au kufungwa kanisa la Askofu Gwajima kulingana na maelekezo ya sheria, kuna baadhi ya watu walikuwa wanafanya mambo ya kutoelewa, kwa hiyo ikabidi tuwachukue na tunaendelea kuongea nao kujua kweli walikuwa hawaelewi kilichokuwa kikiendelea au walikuwa wanafanya tu kukataa kwa maana ya kutaka kusababisha fujo, amesema kamanda Mriro. Hasa kamanda Mriro ameeleza kuwa jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kusimamia sheria na amani na kwamba hatua za kufungwa kanisa hilo ni utekelezaji wa maamuzi ya kisheria yaliyotolewa na mamlaka husika. Amesisitiza kuwa endapo kanisa au viongozi wake watataka kurejeshwa kwenye shughuli zao za awali, basi wanapaswa kufuata utaratibu wa kukata rufaa kwa mujibu wa sheria kama ambavyo wameelekezwa kwamba wanapewa siku 21 za kukata rufaa. Na mnukuu anasema wanaweza kukata rufaa kwa mamlaka za sheria na kama wakiruhusiwa, sisi polisi tutaendelea kuzingatia sheria. Hatuna tatizo na yeyote anayetii sheria. Itakumbuka kwamba Juni 2 mwaka 2025 serikali itangaza kulifuta rasmi kanisa la Ufufuo na Uzima ikieleza kuwa limekiuka sheria ya jumuiya ya sura ya 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa, hatua ambayo imeelezwa kuwa ililenga kuichonganisha serikali na wananchi hao. Sasa hiki ndicho ambacho kinaendelea kwa hivi sasa katika jiji la Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla kuhusiana na nini hatima ya kanisa hilo la Askofu Josephat Gwajima. Endelea kusaidia nasi, usisahau kusubscribe.